Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Amani iwe kwenu. Karibuni wapendwa ndugu zangu, waheshimiwa mapadre, waumini wote tuliofika hapa kwa ajili ya kufanya sala na maombi kuiombea roho ya marehemu Padri John Eibo ambaye alikuwa mmoja wetu kati yetu sisi mapadre na kati ya waumini wote, akitumika kama paroko mahali hapa. Mwenyezi Mungu amependa kumuita, na hivyo sisi ndugu zake huku Tanzania, wala ambao tumeishi naye kwa muda mrefu, tumetamani kuwa tukutane pamoja, tusali na kumwombea yeye. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai wake na kumshukuru yeye kwa majitoleo mbalimbali aliyoyafanya akiwa kama mchungaji, kwanza huko Msoma na hatimaye hapa. Tunakumbuka upendo wake, moyo wake wa upendo hata na huruma. Padre katika ujana wake alifundisha ngumi, alikuwa anapenda ngumi sana, na hata aliyowafundisha wengi walicheza ngumi hizo mpaka hata huko kitaifa. Waseminari wengi wa Makoko nyakati zile wakaenda mpaka Nyegezi, wengine walifika huko kwenye majeshi huko wanacheza ngumi sana. Sasa ulitegemea yule anayefanya hivyo kuwa ni mtu mmoja katili sana, mgomvi sana, lakini yeye hakuwa hivyo kabisa. Alikuwa mwema, mpole na aliyependa kuishi vyema na watu. Tuna mahusiano wakati mwingine pengine ya hivi na wenzetu wa imani zingine, hasa Waislamu, lakini yeye daima alisema lazima tupatane, tuishi vyema, na aliishi kwa jambo hilo, akipatanisha, akihusianisha. Basi tumwombee kwa Mwenyezi Mungu. Bila shaka hizo ni fadhila nyingi za kutosha. Mwenyezi Mungu akiziona, bila shaka yeye anajua, basi ampokee huko mbinguni ili nasi atuombee. Tunamwombea atuombee. Basi niwape pole waumini wote wa parokia hii Mabatini hapa na huko Nyambiti, mapadre, shirika la Merino, lakini na mapadri katika jimbo hili la Mwanza. Haya ni mapenzi yake Mwenyezi Mungu, wote ni wakupita. Ameenda yeye, tutaenda wengine wote, na hatimaye wote hapa tuliopo hapa hatutakuwepo kabisa. Mwenyezi Mungu mwema ajue hatima ya maisha yetu. Tujute dhambi zetu, tujiweke tayari kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na mungamia Mungu Mwenyezi, nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, bikira daima, malaika na watakatifu wote, nani ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu Mwenyezi. Atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
Tuombe. E Bwana, tunakuomba umjalie mtumishi wako marehemu Padri John Yeibo uliyempamba kwa daraja takatifu alipokuwa hai duniani, afurahi milele katika utukufu wa mbinguni. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha Hekima ya Sulemani sura ya 3 aya ya kwanza hadi aya ya 9. Roho zao wenye haki wako mkononi mwa Mungu, wala maumivu hayatawagusa. Machoni pa watu walio wajinga walionekana hapa kukufa, lakini kufariki kwao kulidhaniwa kuwa ni hasara yao, na kusafiri kwao kutoka kwetu kuwa ni uharibifu wao. Bali wao wenyewe wamo katika amani, kwa sababu hata ikiwa waonavyo watu wanaadhibiwa, hata hivyo taraja lao limejaa kutokufa, na wakiisha kustahimili kurudiwa kidogo, watapokea wingi wa wema. Kwa kuwa Mungu amewajaribu na kuwaona kuwa wamestahili, kama dhahabu katika tanuru aliwajaribu, akawakubali mithili ya kafara. Wakati wa kujiliwa kwao watang'aa, na kama kimulimuli katika mapua, makavu watametameta. Watahukumu mataifa na kuwatawala kabila za watu, naye Bwana atawamiliki milele na milele. Wenye kumtumaini watafahamu yaliyo kweli, na waaminifu watakaa naye katika upendo, mradi neema na rehema zina wateule wake. Neno la Bwana. Thank you.
Somo la waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote. Tazameni ni pendo la namna gani alivyotupa Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo, kwa sababu hii ulimwengu haukutambui, kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Neno la Bwana. Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Mathayo sura ya 11 aya ya 25 hadi ya 30. Yesu alipaliza sauti akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya uliwaficha wenye hekima na akili, ukawafunulia watoto wachanga. Naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyopendeza mbele zako. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna amjuaye Mwana ila Baba, wala hakuna amjuaye Baba ila Mwana, na yeyote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nani mtapata raha nafsini mwenu, kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Neno la Bwana. Sifa kwako Yesu.
Tunakusanyika hapa kwa lile tunalolijua kwamba tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya sadaka, utume na kazi za jamii ambazo mmoja wetu kati ya mapadre alizitenda kwa uaminifu mkubwa. Na sasa Bwana anapomuita kwake, tunamwombea sala hii kubwa ya misa takatifu, ili kama alikuwa na makosa basi asamehewe na Mungu ampokee kule kwake mbinguni. Injili imetuasa vizuri sana kwamba njoni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, njoni, na tukishaenda atatupumzisha. Ndio mzee John au Padre John Ibo, sisi kwenye dekania, kwa sababu alikuwa sehemu ya dekania yetu, tulikuwa kwenye vikao vyetu, alikuwa baba wa baraka sana. Upole ulikuwa sio hata wa kusemea, ulikuwa wazi, unyenyekevu. Yaani hata akitaka kukosa mkutano anapiga kwa unyenyekevu, sitakuwepo. Na sisi sote tumesikia tena maandiko yanatuambia kwamba alijawa na upendo. Baba Askofu Mkuu ametoa historia fupi, kagusa tu sehemu kidogo ya upendo huu wa huyu baba Padre John. Itakuwa haina maana kabisa kuomboleza tu, kusikitika tu. Hata tungetoa sifa zote, na wanadamu tu wazuri kutoa sifa baada ya mtu kufariki. Sidhani kuna hata wakati mmoja tulithubutu kumwambia wazi wazi, Padre John Ibo, wewe ni mnyenyekevu sana, wewe ni mpole sana. Kwa ajili ya historia ya binadamu, huenda kuna waliomwambia, lakini wengi hatukumwambia. Kitakachokuwa cha msaada na cha msingi sana ni kuyaishi yale aliyofundisha na yale aliyoyaishi hapa na kwingineko. Nisikia tangu Musoma kule na hapa Mwanza na kwingineko, hata wacheza ngumi. Baba Askofu, nimefurahi kusikia kwamba alikuwa anacheza ngumi. Najua nafikiria padre, sisi tunajua tu kuadhimisha misa. Kumbe hata ngumi tunaweza tukazichapa, lakini kwa manufaa ya jamii, sio yale ya kupigana la maana upate ngeru ya uso, hapana. Kama mchezo, kama kitu kizuri na mengine mengi. Basi zile kubwa kwetu tufuate zile nyayo hata kwa mbali. Na hapa Mabatini ambako uhai wake ndio umekuja kumalizikia hapa, akaenda nyumbani, mna mengi ya kumhadithia, lakini tungeaishi ingekuwa ni baraka zaidi. Ametangulia tu kwenda kwa kielelezo. Kabla ya misa kwa namsalimia Father Michael, nikamwambia pole sana. Akaniambia Padre John ametangulia tu. Lile neno limenigusa. Ametangulia tu, kwamba ni safari ya wote. Kwa vile ametangulia, amekwenda kwa kielelezo. Sasa sisi kwa vile ni mbegu iliyooteshwa kwenye udongo mzuri mikononi mwa Mungu, tumuombe aendelee kuwa mwombezi wetu, tutimize au tufuate nyayo zake, hasa sisi ambao tuliomjua kwa karibu zaidi, na hatimaye tumuombe wengi wajitakatifuze kwa ile mifano yake mizuri na ya kibaba akiwa kama padre. Basi maandiko haya tuliyosikia, yeye ameitikia sauti ya Bwana. Katika kuugua kwake amesema, ndio Bwana, nakuja kwa sababu ninaelemewa, lakini pooza mzigo wangu, pooza magumu nilionayo yawe mepesi. Yeye amekwisha pumzika, sisi ndo tunaohangaika. Tunahangaika kwa sababu na sisi tunatafuta huo utakatifu. Tumwombe Mungu ampe pumziko la amani, na sisi atujalie sote tuweze kutembea katika nuru na kufuata yale mema ambayo tulifundishwa kupitia Baba John Ibo. Raha ya milele umpe Bwana,
astarehe kwa amani. Roho za waumini marehemu wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Tumsifu Yesu Kristo. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka mwanga, Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimemuumba, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Ponsio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafuka kadiri akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu wa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana anayeleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu Katoliki la mitume, naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele ujao. Amin. Tumwombee ndugu yetu kwa Bwana wetu Yesu Kristo aliyesema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Tunakuomba Mungu, umweke miongoni mwa watakatifu na wateule wako ndugu yetu huyu aliyesafishwa kwa maji ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Tuitikie, twakuomba utusikie. Twakuomba umpokee mbinguni huyu ndugu yetu aliyekula karamu ya mwili na damu yako. Bwana, tusali kwa ajili ya wale wote wanaoteswa, ili wasifikiri hata mara moja kwamba wameachwa na Mungu. Bwana, twakuomba. Tusali kwa ajili ya ndugu zetu marehemu, ili Mungu Mwenyezi apende kuwapokea katika ufalme wa mbinguni. Bwana, Mungu Muumba wetu na mkombozi wa waamini wote, uzijalie roho za marehemu maondoleo ya dhambi zao zote, kwa maombezi yetu wapate msamaha waliotumainia daima. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Thank you.
Thank you.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubarike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako, na pia kwa manufaa yetu sisi na manufaa ya kanisa lako takatifu. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa njia ya mafumbo haya matakatifu, mtumishi wako Padri John aone wazi yale aliyokuwa akiyahudumia kiaminifu hapa duniani kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Ingawa tunastahili kufa, lakini unatuhurumia kwa neema yako, kwamba tukiisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti kuu.
Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kumetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, tukumbuke kanisa lako linaloenea kote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Anselmo na Felo wote. Umkumbuke mtumishi wako Padre John uliyemwita kwako kutoka dunia hii, umjalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, uwapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu na wake wa Bikira, mtume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa,
usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama alivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili niingie kwako, lakini sema neno tu, na Roho yako itakuwa. Amen.
Mungu, tumepokea sakramenti yenye kuleta wokovu. Tunakuomba huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Padri John, afurahi kuyapokea wazi huko mbinguni yale mafumbo aliyokuwa akiyahudumia hapa duniani, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tunaingia katika zoezi la salamu za rambirambi. Nimwalike salamu za rambirambi za Mhashamu Baba Askofu Mkuu, na baada ya salamu za rambirambi za Mhashamu Baba Askofu Mkuu tutapokea salamu za rambirambi na neno kutoka kwa umoja wa mapadre jimbo kuu la Mwanza. Mheshimiwa Padri Lansi, mkuu wa shirika la Merino ambaye yuko Marekani huko, na hivyo kwa niaba yake tunaye padri hapa ambaye ni mkuu wa mapadri hawa wa Merino katika kanda yetu hii. Tunachukua nafasi hii kwa niaba ya jimbo letu hili kutoa pole kutokana na kifo cha huyu padre ambaye ametumika Tanzania kwa miaka mingi, karibu 50. Amefanya kazi huko Msoma, akafanya kazi katika seminari ya Makoko na amefundisha wengi, lakini amefanya kazi Bugando pale alipoanzisha kituo cha ushauri katika hospitali zetu, na hatimaye akawa katika jimbo kuu la Mwanza kama paroko msaidizi na baadaye paroko. Sisi tumevutwa na maisha yake, jinsi alivyokuwa mwema, alivyokuwa akiishi kwa ukarimu, na alivyokuwa na unyenyekevu, na katika mambo mengi ambayo pengine jimbo lilihimiza, na yeye alijitahidi kuendana na hayo ambayo jimbo linayasema. Si kitu chepesi. Basi tunamwombea Mwenyezi Mungu ampokee huko mbinguni, na tunawapa pole sana waumini wa hapa ambao mmekaa naye kwa muda mrefu katika jimbo letu hili. Hawapo wengine wanaomfahamu kama nyie, kwa sababu ndipo mahali pekee alipokaa kwa muda mrefu katika jimbo hili. Basi mjipe moyo, Mwenyezi Mungu ni mkubwa, anatupenda wote, amempenda na yeye akamchukua huko mbinguni. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Mhashamu Baba Askofu Mkuu wetu wa Jimbo Kuu la Mwanza, Padri Michael Hung, ambaye sasa hivi ndiye msimamizi wa parokia hii ya Mabatini, Baba Vika, watawa, waheshimiwa mapadri, mashemasi, watawa wote wa kike na kiume, na waamini wote wapendwa wa parokia yetu ya Mabatini. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Nimesimama hapa kwa niaba ya mapadri ambao tunafanya kazi katika Jimbo Kuu la Mwanza, kuungana na nyie wana Mabatini wote, mapadri na mabradha wa shirika la Merino ambao wanafanya utume wao katika Jimbo Kuu la Mwanza, kutoa salamu zetu za pole kwa msiba wa Padri John ambaye alikuwa ni miongoni mwa mapadri ambao tumefanya naye utume hapa katika Jimbo Kuu la Mwanza. Sisi kama mapadri toka tupate taarifa ya msiba wake tumekuwa tunamwombea katika sadaka za misa siku zote, lakini tunashukuru sana kwa mchango wake mkubwa katika umoja wetu wa mapadri.
Mapadi wote wanashuhudia, wanasema Padri John alikuwa ni mshiriki wa matukio yote ya mapadi. Alikuwa ni mchangaji mzuri wa michango yetu ya mapadi katika matukio yetu mbalimbali, na alikuwa anajitahidi sana kushiriki hata vikao na matukio yote ya jimbo. Kwa kweli tumempoteza mtu muhimu sana, baba yetu na mshauri wetu watu wengi sana katika utume. Kwa uzoefu wake wa miaka 50 ya upadi sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo tunatoa pole kwa familia yake, tunatoa pole kwa mapadi wenzake wa shirika la Menino, tunatoa pole kwa baba askofu na waamini wote wa Mabatini. Najua kwa Mabatini hapa alikuwa ni mtu muhimu sana. Kuna wajane, watu mbalimbali Father John alishirikiana nao. Tunaona ukumbi mkubwa alioanzisha ilikuwa ni roho yake kubwa, alitamani sana kumaliza na mambo mengine mengi. Kwa hiyo tunazidi kumwombea. Tunaamini kazi ya Mungu itaendelea. Tuendelee kuiombea roho ya marehemu, pumziko la amani mbinguni. La ya milele umpe Bwana. Apumzike kwa amani. Namuomba katibu wetu Father Mtula akabidhi hiyo rambirambi yetu. Labda niunganishe na jambo moja hapa la mwisho kabla ya Father. Pia Baba Maufi kwa sababu hapo yupo, nadhani angekuja ingekuwa nzuri zaidi. Alikuwa amenipatia, naomba akisema yeye itakuwa na uzito. Karibu baba. Karibu sana. Si tuliosoma CP Bugando, Father Maufi anaweza akasema kuna mambo aliandika hapa, naona yatakuwa na uzito zaidi akiyasema yeye mwenyewe. Mhashamu Baba Askofu, waheshimiwa mapadri na waumini wote, tumsifu Yesu Kristo. Naomba nitafute macho kwa sababu machango. Mimi napenda kwanza kutoa pole kwa Baba Askofu na pole pia kwa shirika la Menino kwa kuondokewa na Baba Father John Abel. Kwa namna ya pekee sisi watu wa Bugando Clinical Pastoral Education tunamkumbuka na kumwenzi Father John Abel ambaye ni mwanzilishi wa kozi hii hapa Tanzania na katika hospitali ya Bugando. Elimu ya uchungaji na ushauri, yani CPE, ni mradi ulioanzishwa naye Father John Abel wa shirika la Menino. Akiwa mseminari alisomea saikolojia ya ushauri na Eugene Kennedy na alishiriki katika CPE katika hospitali mbalimbali huko California kabla ya kuja Tanzania. Alifanya kazi katika parokia mbalimbali za jimbo la Musoma na kufundisha katika seminari ndogo ya Mtakatifu Pius wa 10 Makoko mpaka mwaka 1980. Kwa kipindi hicho shirika la Menino lilimsaidia kurudi nyumbani California kwa miaka 2.5 na akaweza kutimiza nia yake katika kuwa mwangalizi wa elimu ya kichungaji CPE tena katika hospitali mbalimbali huko California. Alitunukiwa cheti cha US National Association of Catholic Chaplains and Association of Clinical Pastoral Education. Ndipo marehemu Askofu Antoni Mayala wa jimbo kuu la Mwanza alimtia moyo juu ya nia yake ya kuanzisha mpango wa CPE, yani Clinical Pastoral Education hapa Tanzania. Na kama mwenyekiti wa Baraza la Maaskofu Tanzania TC, alimteua Padri John Abel kuongoza mradi wa CPE katika hospitali ya rufaa ya Bugando mnamo mwaka 1984. Tangu kuanzisha kwake kozi hii mpaka mauti ilipomkuta, amekuwa mshirika mkubwa katika kufanikisha na kuhakikisha kuwa kozi hii ya CPE inasimama na kuendelea kwa michango mbalimbali ya kiuchumi, kuandika miradi mbalimbali kwa ajili ya kusaidia chuo kuendelea. Pia amekuwa mwalimu wetu wakati wote
licha ya majukumu mengine aliyokuwa nayo kama kuwepo hapa parokiani Mabatini na katika sehemu mbalimbali za jimbo. Sisi wana CPE Bugando tunaahidi kumwenzi kwa namna mbalimbali, kutimiza na kutekeleza hasa kwa yale aliyoanzisha na kuhakikisha yanaendelea na kuimarika. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Baada ya salamu hizo na neno, nitamwalika aliyeandaliwa kwa ajili ya historia fupi katika mwendelezo wa historia iliyomalizika kusomwa na Padre Maufi. Sifu Yesu Kristo. Historia fupi ya Padre John Aibo. Padre John Aibo alizaliwa tarehe 18 mwezi Juni mwaka 1944 huko Oakland, California, akiwa mwana wa John F. na Grace Flay Aibo. Elimu. Padre John alianza shule ya msingi ya Maria Rose ya Sister wa Jina Takatifu huko Oakland, baadaye huko Bakersfield. Alisoma shule ya msingi ya Mtakatifu Francis katika shule ya Masista Dominican. Alijiunga shule ya sekondari ya Gases Memory of Christian Brothers kabla ya kujiunga na Maino mnamo mwaka 1961. Upadri. Padre John Aibo alipata upadirisho tarehe 23 mwezi Mei mwaka 1970. Majukumu katika upadri. Baada ya kupata daraja takatifu la upadri, alipewa kazi ndani ya nchi ya Tanzania. Alisoma lugha ya Kia na Kijaluo katika shule ya lugha Makoko ya Merino huko Musoma. Akiisha kuhudumu katika parokia ya Kuaki, jimbo la Musoma, kuanzia mwaka 1971 hadi mwaka 1974. Baada ya kurudi shule ya lugha kujifunza Kiswahili, Padre Aibo alifanya kazi katika shule ya sekondari ya seminari ya Mtakatifu Pius Pakoko, jimbo la Musoma, kuanzia mwaka 1976 hadi mwaka 1980. Wakati huo alishikilia majukumu mbalimbali kama makamu mkuu wa shule, mfadhili na msimamizi, mwalimu wa Kiingereza, mkurugenzi wa kiroho na kocha wa ndondi, boxing coach. Kwa kupendezwa sana na mwelekeo wake wa kiroho, ushauri na nasaha wa wanafunzi, alichukua sabatiko ya miaka 2 kutoka seminari mnamo mwaka 1980. Na katika kipindi hiki alipata master degree katika ushauri wa kichungaji katika Graduate Theological Union, chuo cha theolojia ya Jesuiti huko Berkeley, California, na cheti katika usimamizi wa elimu ya kichungaji ya kliniki kutoka katika chama cha kitaifa cha makasisi wa Katoliki. Nafikiri tumeshasikia upande wa CPE, sina haja ya kurudia, nitaendelea kisehemu nyingine. Mnamo mwaka 2007 Padre Aibo alikabidhi programu ya CPE kwa kasisi wa Tanzania na inaendelea kustawi hadi leo. Kuanzia miaka yake ya mwanzo, Padre Aibo
alijenga uhusiano imara na shirika la masista wa moyo safi wa Afrika lililoanzishwa na Padri wa Merino kwa ushirikiano na shirika la masista wa Merino. Kifungo hiki cha urafiki na usaidizi kilikuwa kwa kasi katika miaka yake mingi barani Afrika. Kwa miaka mingi, Padri Aibo alifanya kazi mbalimbali za kiutawala katika mkoa wa Merino, Tanzania: mratibu wa elimu endelevu, mwakilishi wa eneo la idara ya elimu ya Merino, mratibu wa mission kwa wageni wanaofika Afrika Mashariki, na mjumbe wa baraza la mkoa. Aliendelea kuwa na nia ya kudumu katika ufundishaji, usimamizi wa kichungaji na katika kuendeleza elimu na programu zinazoendelea za malezi zinazofaa Afrika Mashariki. Mnamo mwaka 2007, Padri Aibo alipewa kazi katika mkoa wa Marekani na idara ya mafunzo ya awali. Aliteuliwa kuwa rekta wa seminari ya Merino huko Chicago masharti mawili mwaka 2008 hadi 2011, na kateuliwa tena Januari 2011 hadi 2015. Padri Aibo alipewa kazi mpya katika mkoa wa Afrika mnamo mwaka 2015 na kuendelea kufanya kazi Tanzania. Utume parokiani Mabatini. Padri John Aibo alidumu katika parokia ya Mabatini, jimbo kuu la Mwanza, huku akiendelea kuunga mkono mpango wa CPE katika kituo cha matibabu cha Bugando. Tulipoanza kuwapokea vijana wa kiume kutoka nchi ambayo shirika la Merino linahudumu, Padri John Aibo alitoa jukumu muhimu la kuandamana na kuwachunguza vijana hawa wanaotambua wito wao wa kimisionari na wa Merino. Alichaguliwa kama mjumbe wa chapter kutoka kanda ya Afrika hadi general chapter kuu ya 14 na alihudumu katika baraza la kanda ya Afrika alipokuwa katika parokia ya Kung'ala Bwana wetu Yesu Kristo Mabatini, Mwanza. Padri John Aibo, baba paroko wa Mabatini aliyependwa sana na waamini wa parokia ya Mabatini, hakuwa tu paroko kwa cheo, bali alikuwa baba wa kweli wa kiroho, mlezi na kimbilio la waamini. Aliishi wito wake wa kipadri kwa upendo wa dhati, unyenyekevu na kujitoa bila kuchoka, akigusa mioyo ya watu walika na hali zote. Kwa watoto alikuwa uso wa tabasamu na matumaini. Aliwalea katika misingi ya imani, maadili ya Kikristo. Kwa vijana alikuwa mshauri, mlezi na kiongozi aliwajali kwa dhati. Kwa kina mama na wazee, Padri John Aibo alikuwa mchungaji mwenye huruma, msikilizaji na faraja ya kiroho. Aliwaheshimu na kuwathamini kama nguzo muhimu ya parokia. Padri John Aibo alihudumu kama mshiriki na kasisi wa kikundi cha usaidizi cha wajane kilichoitwa Upendo wa Wajane, kundi la wanawake wapatao 35. Walijaliana wakati wa ugonjwa na huku wakiomboleza kifo. Pia walianza ushirika wa kusaidiana kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kutoa mikopo kwa biashara ndogo ndogo za barabarani na kusambaza faida. Padri John Aibo alisema kuhusu kazi yake na upendo wa wajane, na nukuu maneno yake: "Ni fursa kubwa kwangu kushiriki na wanawake hawa wazuri kila wiki katika uzuri wao na katika udhaifu wao."
Padre John Aibo alikuwa nguzo muhimu sana kwa wajane na wagane wa parokia ya Mabatini. Yeye ndiye aliyowakusanya na kuwaunganisha na kuanzisha utume wao, akiwapa faraja, matumaini na sauti ya ndani ya kanisa. Kifo chake kimekuwa pigo sana kwao. Padre John Aibo alikuwa mwanzilishi na muhimili wa umoja wa madhehebu ya Kikristo ndani ya kata ya Mabatini. Alisimama kama mpatanishi na msimamizi wa mazungumzo ya amani na mshikamano kati ya madhehebu mbalimbali, akiamini kuwa umoja wa Wakristo ni ushuhuda hai wa Injili. Akishirikiana pamoja na makatekista na walimu wa imani kwa karibu katika katekesi ya kanisa, akiwajenga, kuwahimiza na kushiriki nao bega kwa bega katika malezi ya imani ya waamini. Aidha, Padre John Aibo alikuwa mstari wa mbele katika kushiriki shughuli mbalimbali za kitaasisi, za kijamii, za shule yaliyo kata ya Mabatini na serikali kwa ujumla. Ugonjwa. Padre John Aibo alianza kusumbuliwa ugonjwa mnamo mwezi wa 7, na ndipo akaombwa na shirika kwenda makao makuu kwa ajili ya matibabu. Na alipokuwa makao makuu mnamo tarehe 15 Januari 2026, aliweza kutuma ujumbe huu: ndugu zangu, salamu zangu kutoka senta ya shirika la Merino Marekani, sehemu ya kutunza wagonjwa na wazee. Ninawaandikia nyinyi nyote rafiki zangu upendwa, ili niwashukuru kwa sala zenu za upendo na kuwaitikia kwa wale waliouliza zaidi juu ya hali yangu katika kutibiwa. Mwezi wa Agosti, mkuu wa idara ya urolojia katika hospitali ya Bugando Medical Center jijini Mwanza aligundua saratani hiyo. Nilipotoa taarifa kwa wakubwa wangu wa Merino, walinipa tiketi ya ndege ya kurejea nyumbani ambayo iliondoka Mwanza baada ya siku 2. Hivyo niliacha ghafla kila kitu katika parokia Mabatini na kutii maagizo ya wakubwa wangu. Katika White Plain Medical Center Marekani, nilianza kupokea dawa za chemotherapy mara moja na baadaye zikarekebishwa baada ya vipimo vya awali na kutia maanani umri wangu wa miaka 81. Dawa hizo ziliendelea kutolewa kila baada ya wiki 3 hadi mwezi Disemba, wakati ambapo vipimo vya ziada vilionyesha kuwa chemotherapy haikuweza kudhibiti usambaaji wa seli za saratani. Sasa hali hii imetuweka mimi na daktari wangu katika uamuzi wa kusitisha matibabu au kujaribu aina nyingine ya chemotherapy ambayo imeonekana kuwa na ufanisi mdogo katika matumizi yake. Pamoja na hayo, daktari aliniambia kuwa mwili wangu hauwezi kuvumilia chemotherapy zaidi. Kwa hiyo ni wakati wa kutupa mwili wangu mikononi mwa Mungu. Itapokea dawa tu za kupunguza maumivu. Samahani kwa ujumbe huu kwa wengi. Ninawapenda wote sana na tuko pamoja katika Mungu wetu. Ule ujumbe wake tarehe 15 Januari 2026. Kifo. Padre John Aibo alifariki tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka 2026 na ameacha dada yake Joan Panchlin wa Grass Valley na wajukuu zake John Panchlin Elizabeth wa California na mjukuu pamoja na binamu yake.
Kwa masikitiko makubwa, waamini wa parokia Mabatini wanalia na kumpoteza mchungaji wao mwema, wakati ambapo bado walihitaji sana uwepo wake. Hata hivyo, katikati ya machozi ya mioyo yetu imejaa shukrani kwa mema aliyotutendea. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha na huduma Padre John, na tunawashukuru shirika pamoja na mapadi na baba askofu Jimbo Kuu la Mwanza kushiriki naye katika utume wake hapa parokiani Mabatini. Kwa heshima kubwa tunaomba mapadi, viongozi wa kanisa na waamini wote kuendelea kuyaenzi maisha yake na kudumisha mema yote aliyeweza kuyafanya. Tumsifu Yesu Kristo. Asante kwa historia hiyo fupi. Nimkaribishe Padre Michael kwa ajili ya neno fupi na shukrani. Padre, karibu. Mhashamu Askofu, heshimiwa mapadri wote, watawa na waumini wote Mabatini na majirani na marafiki wa Padre John, watu wote kuwepo, tumsifu Yesu Kristo. Nashukuru sana kwa upendo wenu askofu na mapadri na wata na watu wote. Tunafika hapa na kusali pamoja, kumwombea kwa marehemu wetu mpendwa Padre John Aibo. Ndiyo binadamu tunasikitika sana ya Padre John ondoka, lakini kwa imani tunatambua kwamba kazi yake ni kwa kweli ni nzuri na anagusa na watu mbalimbali, na maisha yake ni kweli ni ishara kama Mungu atufundisha. Yesu Kristo atuambia kwamba kuishi kwa upendo, na yeye pia ameshaishi na maliza, na alafu Mungu anapokea. Hiyo ni kweli, tunakuwa pamoja kwa sikitika sana, lakini nyingine ni nafasi kwa sisi sote tuna sherekea maisha na zawadi ya maisha yake. Alafu maneno ya mwisho baada ya barua, kama katibu anasoma kwenye historia kifupi wa Padre John, ni neno ya mwisho ni kwenye shirika letu. Kuna padri moja, Padre Tom Tisconia, alikuja hapa wakati tulipata kama alikuja siku moja kabla Padre John afariki. Alafu yeye pia anapeleka neno kwamba kabla alitoka huko Marekani, alimwona Padre John, na alafu anamuuliza je, sasa mimi nienda Tanzania, alafu nitakuja na kuwasalimia wa Mabatini. Hiyo, je, una maneno yoyote kuwaachia kwa watu? Alafu Padre John anasema hivi, anasema waambia wote kwamba nawapenda sana. Hiyo nashukuru sana ya leo pia na kwa upendo wako askofu na mapadri wote kuja hapa kushiriki pamoja na sisi kumwombea marehemu wetu na Padre John. Tunashukuru sana na tunaendelea muomba Mungu wampokee Padre John kwenye maisha ya milele katika Mungu.
Halafu nashukuru sana kwa upendo wenu, sijui nisemaje, asanteni. Baada ya misa naomba kumkaribisha askofu na mapadri na sister mafrate kuja na kupata Jose pamoja na sisi. Asante. Imeshaeleweka hiyo. Nimkaribishe sasa Mwasha Mbaba, askofu mkuu, kwa ajili ya baraka na kuhitimisha adhimisho la misa takatifu. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu watoka kwa Bwana. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.